mambo ambayo ya kwamba ufalme wa Mungu utafanyika, na Kristo atakuja kunyakua kanisa lake. Na wakati anapoangalia sisi vile tumejitayarisha, naona ya kwamba wakati bado, anaona wakati bado hakuja, lakini anatuambia kizazi hiki hakiwezi kupita kabla ya Yesu aje. Kwa hivyo lazima tujitayarishe kwa mambo mengi ambayo lazima tuwe tayari kuwa nayo sisi ambao tunajiita bibi harusi, kwa sababu wateule wote ndio bibi harusi, kwa sababu bwana harusi ni Yesu. Lazima atatendeka. Unabii wa uongo lazima utaendelea kusafuza. Lazima tujiangalie sana, tusiende tukapotea katika unabii. Ishara za uongo lazima zitatendeka. Watu wamekuja na ishara nyingi kuonyeshana kwamba wako na nguvu fulani, lakini hizi nguvu nataka kuambia si nguvu. Ukiambiwa Kristo ako Tanzania na wakati huu hata kuna mwanamke ambaye anajiita ya kwamba yeye ndiye Alfa na Omega, anaitwa Simoni, kama wengine wameenda katika mtandao. Nimeweza kukutana na kwamba kuona kwamba mambo Mungu Baba, tuaja mbele zako adhuhuri ya leo tukikushukuru, tukiinua jina lako. Sema ni asante Mungu wetu kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Wakati tulipoanza ibada tulikuomba ukawa pamoja na sisi katika uimbaji, katika kusikiza neno, katika hata kutoa sadaka zetu. Wakati watu wako wanatoa shuhuda kwako Mungu wetu, ukawa pamoja na sisi, na tumeona ya kwamba umekuwa pamoja na sisi tangu asubuhi. Wakati huu tunasema ni asante Mungu wetu kwa sababu umepokea sadaka zetu, na wale wote ambao wametoa Mungu wetu ukaweza kuwabariki. Wale ambao hawakuwa nazo Mungu wetu ukaweza kuwabariki, tena ukaweza kuongozea kulingana na mapenzi yetu. Mungu wetu ukaweza kutolea kadri ya mapenzi yako. Mungu wetu tukatoa katika moyo mkunjufu, moyo ambao uko na furaha na sio wa kulazimishwa Mungu wetu. Na hiyo ndio mapenzi yako Mungu wetu, na ni katika jina safi la Yesu Kristo niomba na kuamini. Siku ya leo mimi Michael Kamau wa Masharia ambaye nitakayelete neno mbele yenu, jambo ambalo limepangwa tangu mbili ambazo zimepita. Kwanza nataka kusema ya kwamba nimeokoka, nampenda Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na nashukuru kwa sababu nimepata nafasi tena kuja mbele yenu ili niweze kuwaletea neno. Naomba kwamba Mungu wangu akaweza kunitumia kadri ya mapenzi yake, nikawaletea neno kadri yeye mwenyewe anavyotaka nikawaletee nyinyi. Nashukuru kwa sababu ya kuingia katika kanisa siku ya leo, na kusema ya kwamba si mapenzi yetu wala si yetu kukua katika kanisa ama kukua katika nyumba ambayo imeitanishwa na Mungu, bali yeye mwenyewe ndiye ametupa hiyo kibali. Kwa hiyo tunastahili kumshukuru zote, na ili tuweze kuendelea kumtukuza Mungu wetu kadri hajafika kuchukua kanisa lake. Siku ya leo nataka tuingilie katika neno ambalo tutalipata katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu, mlango ni wa 25.
Tena nitasoma katika Mathayo mlango wa 24. Kwa hapo ndipo nataka kuwa na neno kamili kutoka siku ya leo. Na ni mapenzi ya Mungu wangu nikisema ya kwamba atawafunulia mengi ambayo pengine mjawahi kuyasikia, hata mkaweza kuyaelewa, sababu Roho wake ndiye atakayetutumia. Tasoma katika mlango wa 25 kuanzia hapo mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakazizia wakalala kusingizi. Lakini usiku wa manane wakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende mkamlaki. Mara wakaondoka, bali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakamwambia wenye busara, mpeni mafuta yetu kidogo, maana taa zenu zinazimika, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hatutoshi sisi na nyinyi, afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao wajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja nao harusini, mlango ukafungwa. Halafu wakaja wale mali wengine wakasema, Bwana, utufungie. Akajibu akasema, mimi nawaambieni, siwajui nyinyi. Basi kesheni, na kwa sababu hamjui siku wala saa. Jambo hili wanawali nafikiri nimezungumzia mara nyingi hapa. Kwanza nikasema leo tutaangalia kitabu cha mlango wa 24 kuanzia hapo 32 hadi 41. Hapo kusikia tu kutoka katika hiki cha mlango wa 25, na kusema ya kwamba jambo hili la mfano ikatolewa, ni jambo ambalo Yesu alikuwa akitumia mara nyingi kuwafundisha wanafunzi, kuwafundisha wafuasi wake, kuwafundisha hata na waliokuwa karibu naye, mpaka wale wadenashara walikuwa pamoja nao, aliweza kuwafundisha katika mifano. Ametoa mifano mingi, hasa hata mlango wa 13 katika Mathayo. Utaona kila mara akisema ufalme wa mbinguni unafanana na hivi, unafanana na punje ya mbegu, unafanana na mtu ambaye anaenda kupanda mbegu, anafananisha na mti, anafananisha na vitu vingi. Lakini kwa wakati huu anafananisha na bwana harusi. Na hapa mwisho anasema kwamba ni vile walikuwa vile mtu huwa anajitayarisha katika harusi. Mara nyingi tunajua ya kwamba harusi ni mahali ambapo hasa wakati huu kwa tunajitayarisha vizuri, na kuwa na wale tunaita best mates, tunakuwa na wale hata wao ambao ni wa kushikilia ni harusi. Lakini wakati tunapotayarisha hao, sababu tunajua bwana harusi ni Yesu Kristo, na sisi ndiye bwana harusi, tunakuwa na watu ambao tunatayarisha, pengine ndio wanatoa mfano ambao nasema ni hao wanahali.
lakini alikawia. Mara nyingi unakuta wakati ya harusi nakuwa na vikwazo vingi sana ambazo zinawazuia bwana harusi kuweza kufika wakati na hasa saa ile ambapo walikuwa wamesema na kwamba harusi itafanyika. Nakumbuka hata wakati ya harusi yetu mimi na mke wangu najua kwamba tulipasika kwa mambo kadhaa, na ikawa ya kwamba ni kama tulichelewa. Ikawa tukakuta wale ambao tulikuwa tunafanya harusi tayari wameshafika, lakini sisi hatujafika, na ikawa ya kwamba wanatugoja kwa subira, lakini sisi nazo tulikuwa na matatizo yao. Hata wakati huu ufalme wa mbinguni pia yuko naye. Kile kitu ambayo nataka kuwakilisha ni ya kwamba mpango wa Mungu ni ya kwamba ufalme wa mbinguni utafanyika, na Kristo atakuja kunyakua kanisa lake. Wakati anapoangalia sisi vile tumejitayarisha, anaona ya kwamba wakati bado hakuja, lakini anatuambia kizazi hiki hakiwezi kupita kabla Yesu haja. Kwa hivyo lazima tujitayarishe kwa mambo mengi ambayo lazima tuwe tayari kuwa naye sisi ambao tunajiita harusi. Sababu wateule wote ndio harusi, sababu wana harusi ni Yesu Kristo. Hatuache tusome kwanza mlango wa 24 kosa tukaweza kuunganisha pamoja na ule mwingine, mlango wa 25 kuanzia hapo 32, mlango wa 24 kuanzia 32 kuendelea hapo mpaka 41. Basi kwa mtini jifunzeni mfano katika kwa mtini jifunzeni mfano kabla ikishachipuka na kuchanua majani, kabla kuwa wakati wa mavuno karibu, nanyi kadhalika myaonapo hayo yote kabueni ya kuwa karibu langoni. Amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote hayatapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Lakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana ila Baba peke yake. Maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilipokuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote. Ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwa kokodeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisala, mmoja atatwaliwa, mmoja aachwe. Naona ya kwamba hapa tunakuwa tayari kujitayarisha katika kumngojea Bwana. Mara nyingi tunaona mambo ni kama ya kawaida, lakini mambo haya ni kama wakati wa Nuhu, mambo ambayo yalikuwa yanatendeka. Watu walikuwa wanaenda kazini, watu walikuwa wanaoa, watu walikuwa wanakula, watu wanakunywa, lakini sikafika na ikawa ya kwamba hawakuwa wametambua ya kwamba takuja na kuwachukua wote. Jambo hili linashangaza, jambo hili lina huzuni, lakini na kuambia kwamba sisi ambao tumejua njia na tumejua ukweli, tutaacha mambo ambayo
sisi wenyewe tunastahili kuwa tayari. Hapa tukimalizia mstari wa 13 katika kifungu cha 25, basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Na kwanza nikaamkia hadithi nyingine nikasema ya kwamba yenyewe siku hatujui wala hatujui hata saa. Hapa tunaambiwa hata malaika nao hawajui siku itakuja kwa hata yeye mwenyewe anasema haijui. Na mambo haya yanatia kiwewe katika mioyo yetu, kujua ya kwamba kama hatujui siku lazima tuwe tayari na tayari kesha na kuomba na kujitayarisha katika neno la Bwana. Tukawa kama mambo ya kawaida tu, nenda kazi, unarudi kwako nyumbani, unapeleka watoto shule na kuwarudisha nyumbani, ukawa unaenda kutafuta chakula, unaenda kusiaga kama mama, unaenda kulima. Mambo hayo ni ya kawaida tu. Lakini siku ile Mungu alipoingia safina, mambo haya alikuwa anawajulisha ya kwamba mvua itakuja, mvua kuu itakuja. Lakini wengi hawakusikia. Wengi hata wale walikuwa wametoa mali yao pengine kusaidia katika mbao, wengi wakati waliona wakati unasonga hawapita tu na kuwa wakati mgumu, wanachukua pesa mbao zao, nasema wewe ndugu, mzee, wewe mambo yako ni kama hali ya gharika unatuambia na kuanza kuchukua mambo haya. Hivyo nataka kuwatia moyo ya kwambia kwamba Kristo lazima atarudi. Kristo lazima atakuja kutoka kanisa. Na kama vile wanawali 10 hivyo jitayarisha, lazima hata sisi tutayarishe. Lakini tusoe wale wanawali 5 ambao walikuwa wapaka. Hapo wale waona ya kwamba kama walikuwa wanawali, sema kweli walikuwa wamejua harusi yanapita, na kwa hiyo lazima harusi itafanyika. Lakini tunaona kwamba wanakuasika kwa jambo kidogo tu, jambo la kukosa mafuta katika taa zao, jambo ambalo liwafanya wakaondoka na kwenda mbali, kwenda kutafuta mafuta. Wakati unapoondoka katika ulimwengu kwenda kutafuta mafuta, utakutana na mafuta mambo haya. Lazima tujue ya kwamba katika ulimwengu huu, wakati hasa sisi wa Kristo tumejiunga na kanisa, tumejiunga na kuwa wa Kristo, tumeokolewa katika damu ya Kristo, wakati unapoondoka na kurudi nyuma, nataka kukwambia ndipo utakutana na majanga mengi kuliko vile ulikuwa mbele. Nataka kukwambia utakuwa na shida nyingi kuliko vile ulikuwa hapo mbele. Kwa siku ya leo nawaambia ya kwamba lazima tukesheni tukiomba, lazima tuwe ya kwamba Kristo anakuja na mambo ya ulimwengu lazima tuepukane nayo. Mambo ya ulimwengu lazima tuepukane nayo. Na kwa hapa tunaambiwa ya kwamba neno la Bwana lazima litatendeka. Hata kama mambo mengine yataisha, nchi itaisha, lakini neno la Bwana lazima litatendeka. Neno ambalo limeandikwa katika kitabu hiki kuambia hakuna jambo lolote ambalo litapita tu bure. Mambo yote yatatendeka kadri ya mapenzi yake Mungu, ya kwamba nchi na mbingu zitapita, lakini neno la Mungu hatapita kamwe. Lazima kwa hivyo tujitayarishe na kuambia ya kwamba kisasi ambacho tuko nacho sasa si mimi nitasema, neno la Mungu linasema kisasi ya kabla Kristo hajakuja. Tunaambiwa kama isipokuwa ni vile Mungu aliona ya kwamba sisi wote tunaenda jehanamu, lakini siku zimeendelea kusafisha ya kwamba Mungu wa kwanza na watu wale walikuwa hapo mbeleni na mara akina Musera waliishi miaka mingi, lakini siku zinaenda kufupishwa kwa sababu ndiposa Kristo aweze kuokoa ulimwengu, ndiposa Kristo neno lake litimie, aone wateule wake wameingia katika ufalme wake.
Kwa siku ya leo nataka kusema ya kwamba miaka itaendelea kusonga yakiwa miaka milioni. Wakati ulikuwa hata wakati wa Adamu, wakati wa Ibrahimu, miaka ilikuwa 120. Sasa tumeambiwa miaka yetu ya kuishi kwa binadamu miaka 70. Hata hiyo 70 wengi hatuishi mahali pale. Miaka 70 hatuishi mahali pale. Kwa siku ya leo nataka kuambia kwamba sasa hatuwezi kupita. Hata Kristo naye atakuja. Na lazima tuwe tayari kwa mambo yote ambayo Kristo anatuambia tufanye. Tujifunza na miti ambayo huwa ikiona tu ikianza kuchipuka. Wakati nilikuwa naangalia kaburi yangu ya mapera wakati iko jua kana kwa majani yake. Wakati mwingine inaanza kuja anaweka majani yake. Na saa hii utaona wewe ikichipuka. Kwa hiyo mafuno iko tayari. Na mambo kadhaa ambayo tunaendelea kwa nabii wa uongo lazima utaendelea kusasa. Lazima tujiangalie sana, tusipite tukapotea katika unabii. Ishara za uongo lazima tutatendeka. Watu wamekuja na ishara nyingi kuonyeshana kwamba wako na nguvu fulani, lakini hizi nguvu na kuambia si nguvu. Ndio Kristo ako Tanzania na wakati huu hata kuna mwanamke ambaye anajitangaza kwamba yeye ndiye Alfa na Omega. Naweza kukutana na kwamba mambo hayo watu wanaanza kujitanga ati yeye ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Alafu sasa sisi tunakimbia. Wako na wafuasi wengi, wako na wafuasi ambao wanafuata kwa sababu anafanya mambo haya na ishara. Anafanya mambo haya na ishara na kutumia nguvu za waliokufa kuweka wewe atuendelee kuimba kama Michael Jackson ama kuimba kama mtu fulani ama kufanya jambo kama mtu fulani. Mambo haya lazima tutakutana nayo. Siku ya leo nataka kuambia kwamba mzani lazima tuwe tayari. Lazima tuendelee kusoma neno. Hakuna jambo nzuri kama kusoma neno. Neno hili ndio litatuongoza katika mambo yote. Katika kila jambo ambalo tunalifanya ni kusoma katika kitabu cha Mungu. Litatuongoza na kutuelekeza na litatuambia katika siku za mwisho mambo kama haya yatakuja. Saa hii nataka kuambia Kristo hapo karibu kuja na mambo mengi yatatendeka ambayo si mazuri. Si mazuri. Twende Ufunuo ndio kuangalia tuko katika hali gani, tuko wakati gani. Ufunuo chapter 6. Ufunuo chapter 6. Ufunuo ni kitabu ambacho kiliandikwa na Yohane, na yeye peke yake ndiye hakufa. Na wakati huo tunasema alikuwa katika kisiwa cha Patmos. Na basi kuna maono mengi alikuwa anaonyesha. Na hapa tunaingia katika Ufunuo chapter 6, nitaka kuambia kwamba kuanzia hapo 6 chapter 6 verse 1. Mlango wa 6 mstari wa kwanza inasema, kisha nikaona napo mwana-kondoo alipofungua moja ya zile mihuri 7, nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wanne akisema kama kwa sauti ya mgumu, njoo. Sasa huko juu mbinguni kuko na malaika, kuko na makerubi, kuko na maserafi, kuko na wale wazee 24. Sasa mimi hapo siwezi kutambua ni gani naweza kutambua. Kama ni makerubi siwezi kusema ati anakaa hivi anakaa hivi. Na kwa hivyo hapa anasema mwana-kondoo ni yeye Kristo mwenyewe, na amefungua muhuri ya kwanza. Na viumbe wenye uhai wanne, mmoja wao akasema njoo. Kwa hivyo alimwambia Yohana, kuja ujionee mambo ambayo atakayotokea siku ambazo zitakuja. Nikaona na tazama farasi mweupe, na yeye
akapewa taji, naye akatoka ili akishinda tena apate kushinda. Wakati wote, wakati tunaona wait, hata kwa bendera yetu tumeweka rangi nyeupe, tumeweka ya black, tumeweka ya green. Ya white ni amani, ya white ni amani. Na kwa hivyo mwenye kushika hiyo kuta, tunaona kwamba tunaambiwa akishinda na apate kushinda. Kwa hivyo lazima akishinda, na huyo tunaona ni mwanakondoo ambaye pengine akitoka lazima ashinde. Haya, na mstari wa 3, na alipofungua muhuri wa pili, nikasikia yule mwenye uhai wa pili akisema, njoo. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyepanda alipewa kiondoa amani katika nchi, ili watu wauane, naye akapewa upanga. Unaona, yeye nyekundu hapa kwa nchi yetu tunajua the color red represent ile blood inamwagika wakati wa kutafuta uhuru katika nchi yetu. Na kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba mwenye farasi ambaye amempanda hako na rangi nyekundu na amepewa panga kubwa. Kwa hivyo wa kwanza analeta amani, lakini wa pili anataka kuondoa amani. Na kwa hivyo tunakuta ya kwamba mambo haya lazima yatatokea. Uwaji lazima utatokea. Kwa hivyo kama hauna amani kwa nyumba yako, utakuta kuna farakano. Hii farakano inapeleka mpaka mauaji. Na hiyo upanga ni kuhakikisha wewe hilo umekatwa. Siku hizi tunasikia jinsi kila mtu anachinjwa. Unasikia hapo mtu amechinjwa, kila mtu amechinjwa. Kwa hivyo hakuna amani. Lazima tuombe sisi wa Kristo. Lazima tushike ya kwamba mambo haya yatakuja kutokea, na tunataka kuambia ya kwamba mambo haya tayari yameshatokea. Mambo haya tayari yameshatokea, kuonyeshana Kristo ako karibu kuja. Na si kwa hivyo tusikae tu kawaida tukijua ya kwamba Kristo tu atakuja, tunatarajia atakuja baada ya sisi kufa, ama tutatarajia kisasi kingine. Tumeambiwa kisasi ni hiki. Mambo haya yatapita, lakini kisasi hiki hakitapita kabla mwana kondoo. Na kwa hivyo anasema huyo mwenye farasi mwekundu amepewa upanga mkubwa, na ili atoe amani katika nchi. Na kwa hivyo hakuna amani katika nchi. Kusema ukweli, hata nchi yetu, nchi ya za Somalia, Sudan, huko unajua nchi nyingi ambazo hazina amani. Hata huko Wakenya wetu walipelekwa huko kupeleka amani, lakini mauaji bado yanaendelea. Na kwa hivyo tunasoma katika mstari wa 5, na alipofungua muhuri wa 3, nikasikia yule kiumbe wa 3 naye akisema, mwenye uhai akisema, njoo. Na haya mambo yote yanaonyesha Yohane ambaye hakufa. Wengine wote walikufa katika njia ambazo si za kawaida tu. Ni kusema kweli walikufa, lakini huyu hakufa. Na nikaona natazama farasi mweusi, na yeye aliyeupanda ana umizani mkononi mwake. Nikasikia kwa sauti katikati ya hao wenye uhai wane akisema, kibaba cha ngano kwa nusu rupia, na vibaba 3 vya shayiri kwa nusu rupia, wala ushuru mafuta wala divai. Hapa anaongea juu ya uchumi. Wakati tunasikia kibaba kimoja ni kama sasa kilo moja ya unga, bila tunaona inapanda tu, inapanda. Kwa hivyo fedha ambazo tunapata ni kidogo sana, na kwa hivyo utakuta ya kwamba unga inaendelea kupanda, maisha yanaendelea kupanda. Kwa hivyo uchumi tayari na mambo haya tayari tunayatazama hapa katika nchi yetu. Tunaona ya kwamba yanatendeka. Hata nafikiria watoto hata ndio pengine shule. Pengine na sasa wazazi ambao wako na watoto shule waanze kujitayarisha mapema. Sababu itafika mahali nchi haina fedha. Nchi uchumi umesonga
wakija wakikula, basi wewe mmoja wao. Kwa hivyo usiwe kati ya wale ambao watakufa. Rahabu naye anasema hapa, ule atakufa wakati huu, na wakati huu wa Mungu wa ile ambapo unafungua, unasikia kusimu iko hapo. Kwa hivyo hata watu kujinyonga, nataka kuniambia mtu ambaye amejinyonga, mtu amejitoa uhai, kweli ataenda mbinguni kweli? Hakuna. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Mambo haya ni kuonyeshana wewe ukiingia katika kikundi hiki, ukijinyonga direct kusimu, hata hauna kungoja ati ukafanyiwa mashtaka baadaye, ati ukagoja wakati wa tayari wewe kukaa kusimu. Hapo tunaambiwa hapa ati akaona mauti, akaona farasi wa rangi wa kijivujivu na mauti iko karibu naye. Kwa hiyo watu watakufa na kusimu iko karibu naye. Ni kuonyeshana wewe ukishakufa tayari unaingia kusimu. Wale watakufa katika kipindi hiki wataingia kusimu. Na kwa hiyo lazima tujitayarishe, tujue kwamba Kristo hapo karibu. Tuwe tayari, usije ukafa katika msimu huu ukitarajia ya kwamba ati Mungu atakuhudumia, pengine akuletee neno ukaokoka kama vile amefanya wakati alienda baada ya kufa siku 3 alielekezwa kusimuni, lakini hawa walipata nafasi ya kuhubiriwa, na kwa hiyo wengi walitoka na wengine wakawa ya kwamba wamebadilishwa kutoka kusimu na wakaelekea katika uzimani. Halafu kitu ambacho ni kijivujivu ambacho ni ile kala yake obvious ni kala ambayo si ya kutamanika, ni inaonyesha magonjwa, inaonyesha mtu ambaye ni dhaifu, inaonyesha mtu ambaye inaonyesha kitu ambacho hatuwezi kusimama. Na mstari wa 9, na alipofungua mlango wa 5 nikaona nchi na madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao, wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini hata lini kutokuhukumu wala kupatia haki damu yetu kwa hawa wakao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mtu nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia sababu ya wajoli wao wa ndugu zao watakaouawa vile vile kama wao. Unaona ya kwamba jambo hili kusema kweli, hata saa hii hapa nchi yetu, hata si muda mrefu tunakuta watu ambao ni Wakristo labda kusimama na msimamo wanauawa. Stefano aliuawa. Tumesikia watu waliuawa Uganda kwa sababu ya ushuhuda. Hata sisi kwa hiyo tujitayarishe kuuawa. Lakini sasa hapa, hata kama unakufa, jambo nzuri ni ya kwamba Mungu anakuweka mahali pazuri. Hata kama utakufa wakati neno liko ndani yako, wewe kuwa tayari ya kwamba utaonana na Kristo, utaonana na Mwokozi wako siku ya Kiyama. Na unaona wale ambao walikufa wanalia hukumu yetu, haki yetu. Unajua Alexander Muge alikufa wakati ya Moi. Kuna mwingine tena amekufa hapa Baringo, si jina lake. Kuna mwingine amekufa Naivasha, si jina lake. Lakini najua mmejua kutoka haya ya kwamba hata sisi wa Kristo tutakufa. Lakini kama unakufa ukiwa na neno, jambo nzuri ni ya kwamba haki yako utapata. Haki yako ya kupata uzima lazima itaingia kwako. Na hilo ndio jambo ambalo huwa mimi nafurahia, ya kwamba hata kama nafanya mambo ambayo ni mazuri na nikawa ninatenda mambo ambayo ni mazuri, hata nikifa najua kwamba nitakutana na Kristo. Na kwa hivyo tujitayarishe, tukijua kwamba tunaambiwa tukae muda mchache tu, haki zetu zitapata. Nao wakapewa wenye huko, wale walikuwa wamekufa wakaambia subirini, haki zenu zitapata. Na kwa hivyo hata kama wewe unakufa ukiwa ndani ya Kristo, usiwe ati na kimaka, usiwe na kujali, usiwe ati
kuomba na kukesha ukiomba lazima iwe. Hiyo ndio njia ya Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kabisa. Naona wakati nao umesonga na nafikiri nitafikisha mahali pale. Tuwe tayari siku zote, na isiwe ya kwamba tutapatwa na haya maneno kama sisi hatujui. Isipokuwa Yesu hajui, malaika hawajui, lakini tunaambiwa kwamba neno hilo litakaposimama, neno hilo litaendelea kutimia, na mambo yote yakitimia, Bwana harusi atakuja kunyakua kanisa lake. Na tuweze kuomba. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, waje mbele zako tukikushukuru, tukiinua jina lako, tukisema ni asante Mungu wetu kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Na wakati nimepoleta neno lako, naomba kwamba ukaweze kuwafunulia watu wako kadri ya mapenzi yako Mungu wetu, kuwatayarisha, kuwajulisha ya kwamba wewe u karibu kuja na unatuambia utakuja katika kisasi. Na kwa hivyo tuwe tayari, tusiwe tutapatwa na kuja kwake kama vile watu wakati wa Nuhu walipopatwa kama hawajitayarisha. Sisi Mungu wetu tuweke tayari, tusiwe kama wale wanawali matango la mwafu, bali tuwe kama wale wanawali ambao walikuwa kwenye busara, wenye kutoa taa zao na kumlaki bwana harusi wakati alipoingia. Na wakati alipoingia Mungu wetu alifunga mlango, na wakati alipofunga mlango wewe ndiye aliwaambia kwamba hawajui. Na sisi tusifungiwe nje ati kwa sababu Kristo hatujui. Na ndiposa tumeweka na miaka mingi yetu Mungu wetu tumekaa katika nyumba yako, tumekaa kufanya kazi zako, lakini ikawa siku ya kiyama ati hautujui. Itakuwa kulia na kusala mama. Isiwe hilo kwa kanisa lako. Na katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuomba. Amen.